Yaani ukweli ni kwamba ni aibu kwa golikipa kama Musa Pimpin Kamara kufungwa goli kama lile ambalo amefunga mchezo wa jana. Bao la kwanza. Okay. Ni bao ambalo kwa golikipa wa daraja lake hakupaswa kupoteza, kuruhusu bao kama lile liingie, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufanya zaidi ya kile ambacho alikifanya. Lakini mwisho siku ni changamoto ambayo pia kuishuhudia akiwa nayo. Kama unakumbuka tulikuwa tunazungumza hapa siku moja, kuna mabao ambao wanafunga Musa Pimpin Kamara, mwenyewe unajiuliza ni kwa nini. Ni golikipa mzuri sana, ana footwork nzuri, ana uwezo mzuri wa kuzungumza na wachezaji wenzake, lakini kwa goli ambalo amefungwa ni goli ambalo makosa ni ya kwake kwa asilimia zaidi ya 70. Okay. Yaani achilia mbali timu kujilinda, timu ile nzima kulinda ile movement. Lakini directly mtu ambaye alikuwa anapaswa kupunguza yale makosa au kuondoa ile kosa lisiweze kwenda kuzalisha bao alikuwa ni Musa Pimpin Kamara. Angalia wakati ule mpira unachezwa, ule mpira umechezwa mbali by the way. Sio karibu. Manake kwa space ambayo alikuwa nayo Musa Pimpin Kamara na distance ambayo mpira umechezwa, alikuwa na uwezo wa kwenda kucheza ule mpira vizuri na kuondoa kwenye eneo la hatari. Lakini mwisho wa siku ameruhusu mpira umechezwa, pamoja na kwamba alikuwa na nafasi kubwa ya kuona mpira, alikuwa na uwezo wa kufanya vitu vingi kuiokoa timu yake, mpira umeenda moja kwa moja umeingia wavuni. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi kidogo kimenifikirisha kwa namna moja ama nyingine. Sawa. Na Alex, kuna hoja ambayo inakuja hapa. Mimi baada ya kuelewa ile bao nikamkumbuka Stefan Kiaziz. Amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wamefunga sana mabao na yeye. Hoja inakuja kwamba mpira ule uliopigwa na Degmum katika eneo hilo au Ibrahim Degmum ni kwamba kama ulidunda hivyo wakati unapofika karibu na goli, kitu ambacho ni kama kilimpoteza kidogo Musa Pimpin Kamara. Hilo kwako unalizungumza vipi? Kwa sababu moja kwa moja umesema ni bao ambalo kwa takriban 70% makosa yako upande wake. 70% yako upande wake. Hizi 30% ndo naziweka pengine kwenye ufundi wa mpigaji, kwenye ufundi wa mpigaji na watu wengine sasa ambao walikuwa wanaenda kuzuia. Kwa mfano, hakuna mchezaji mwingine wa Simba ambaye mimi nitamlaumu kwenye hili tukio. Kwa sababu gani? Dagmum alipokea mpira akiwa yuko mwenyewe. Wakati anapelekewa pressure, yeye amesha set mpira, ameshoot. Baada ya kushoot, nani yuko golini? Ni Musa Pimpin Kamara. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anambugudhi. Unajua, yes mpira kama ulidunda, lakini hiyo haihalalishi kwamba kwa sababu mpira ulidunda basi unapaswa kuwa golini. Tunavyosema goalkeeper anapaswa kuwa na vitu extra ndio apate nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza na kukaa na kucheza dakika 90 kwenye timu kama Simba, ni pamoja na kuondoa hatari kama hizo kwenye lango lako. Yaani manake hayo ni moja ya vitu ambavyo vinakupa credit kwamba unastahili kuwa goalkeeper namba 1 ya klabu ya Simba. Kwa namna ambavyo mpira ulidunda, mimi bado sioni kwamba ni kitu ambacho kilipelekea, yani kilikuwa kinachangia golikipa kwenda kuruhusu bao la aina ile. Okay. Kwa sababu angalia ule mpira ndio umedunda, lakini golikipa kaukuta hajaukuta. Kwamba sasa unajua kidunda ina maana unabadili direction. Kama vile unasema hivyo. Kwa mfano ukiruka, hauwezi ukaruka ukiwa unaenda juu. Unaruka unaenda chini. Yaani hata ukiwa unaenda lazima utadondoka. Kwa mpira kama wewe umeruka chini, mpira ukidunda ukienda juu, hiyo kufanya reflex kama umeshalala manake inawezekana kuna ugumu kidogo. Lakini angalia dunda ya yule mpira, director kama unaweza kuturudishia ile video kidogo utaona. Angalia dunda ya yule mpira na namna ambavyo yeye mwenyewe goalkeeper Musa Pimpin Kamara alivyokuwa amekaa. Yaani pamoja na kwamba mpira kuna namna ulidunda chini, Onuchi mimi sioni kama ulidunda kwa kiwango hicho cha kufanya kwamba labda yeye kama goalkeeper hapa nafikiri tunaona vizuri.